safari ya kwenda mbinguni vibaya, matumaini au inspire ya kwamba atamaliza vizuri na kwenda kidogo. Ndio maana tunataka kujifunza maneno haya, na Mungu atawatia kila mmoja ili afikie kuzaliwa vizuri, kukumana vizuri na kumaliza vizuri. Katika kuzaliwa, sio wote tumezaliwa mara ya kwanza, kuzaliwa kwa mwili. Tumezaliwa na baba na mama, miezi 9 ikaisha tukiwa tumboni, wengine wamemaliza 7, muda ukafika tukazaliwa. Lakini Yesu kuna neno amelisema katika kitabu cha Yohana. Alimwambia Nikodemu ya kwamba kila mmoja aliyezaliwa mara ya kwanza anapaswa kuzaliwa tena mara ya ngapi? Ya pili. Mara ya pili. Tutasoma Yohana sura ya 3. Kwanza niwaulize, si nyewe wote mnataka kwenda mbinguni? Ndiyo. Ili tupate uzima wa milele. Lakini Yesu amesema katika hii sura ya 3 ya Yohana mstari wa 1 kwamba basi palikuwa na mtu mmoja Farisayo, jina lake Nikodemu, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, wajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, Amin, amini na kuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa nani? Wa Mungu. Kwa watu wanaotaka kukaa hapa duniani na maisha yao yaishie hapa duniani, kuzaliwa mara ya kwanza inatosha. Mnasikia? Wenye hawana matumaini ya kupata uzima wa milele, kuzaliwa hivi tulivyozaliwa inafanya nini? Lakini kama katika mawazo yako una nia, una desire, unataka kuingia katika ufalme wa Mungu, unapaswa kuzaliwa mara ya ngapi? Mara ya pili. Kwa sababu Yesu ambaye atatuchukua na kutupeleka mbinguni, yeye mwenyewe amesema, amini, amini. Kwa Kinyarwanda amesema kwamba nukuri ndababwira yuko umuntu atabyaho bwa kabiri atabona ubugingo bwenje bute uhoraho. Mtu asipozaliwa mara ya pili, Yesu ameapa, si ndio? Yesu ameapa akasema kwamba kweli, amini nawaambia kwamba usipozaliwa mara ya pili hautapata ufalme wa nini? Wa mbingu. Ndivyo Yesu alivyosema. Sasa kuzaliwa vizuri, kuna watu ambao hata katika maisha ya kimwili kuna kuzaliwa vibaya. Mie siye mganga, na nyinyi hawezekana waganga ambao wako hapa sio wengi, lakini hapa kuna wakina mama, kuna kina baba ambao wanajua namna mtoto anavyozaliwa. Hata tukiachana na mtoto wa mtu, hata na wanyama wanazaa tukiwa tunaona, si ndio? Kwa wale ambao wanajua namna ng'ombe inazaa, kuna wakati kuna viungo vinaweza kutangulia kukuya. Ikiwa ng'ombe inazaa, mtu anasema ni sawa. Kuna viungo vingine vinaweza kutangulia kukuya, kila mtu anasema kwamba hapa kuna hatari. Ni kweli au sio kweli? Kweli. Kwa wale ambao wameona ng'ombe, kitoto cha ng'ombe kikiwa kinazaliwa kinatanguliza miguu, hii mikono ndiyo inatangulia kukuya. Unafuata mdomo na kichwa kinafuata. Ukiona mikono ya hapa mbele ndio inatangulia kukuya, unajua ya kwamba ng'ombe yako itazala vizuri. Lakini ukiona mkia, msikilize vizuri, ukiona mkia ndio unakuya wa kwanza, au unaona mguru wa nyuma ndio unatangulia kukuya,
hapo kuna hatari ya kwamba mama yake huyu ng'ombe itakufa na hiki kitoto kitakufa. Wale ambao wanajua vizuri kile wanachofanya, kuna namna wanageuza kile kitoto cha ng'ombe kikiwa mtumbo ili kikue vizuri, au wanaanza kukata viungo vya kitoto kinachozaliwa ili wapate kuponya maisha ya mama yake. Hivi hapa mnanipata vizuri? Hata na mtoto akianza kuzaliwa unaona mguru ndio umetangulia. Hapo kuna hatari kubwa. Kuna Wakristo ambao waliingia katika kanisa, wakazaliwa katika neno la Mungu, lakini wakaanza vibaya, wakazaliwa vibaya. Na kama umezaliwa vibaya, kile ambacho kitafuata Ukristo wako utaleta matatizo. Ukristo wako utaleta matatizo, utaleta shida. Utalisumbua kanisa, utalivuruga kanisa, litapata shida kwa sababu yako umezaliwa vibaya. Sasa tunataka kuangalia namna gani Wakristo wazuri wanazaliwa vizuri. Yesu haitoshi kuzaliwa. Haitoshi kutoka kwa wapagani na kuingia katika kanisa. Hapana, umezaliwa ni kweli, lakini umezaliwa namna gani? Mnisikilize vizuri. Wamama ambao wako hapa, mtoto wako akizaliwa vizuri bila kuwa na shida yoyote, bila kukusumbua, lakini amalize 5 minutes bila kulia, ni sawa? Sasa kulia ni vizuri? Ninawauliza, kulia ni vizuri? Inategemeana na sadepa na wakati gani ya kulia. Mtoto akizaliwa na hata kama haukusumbuka, labda wakufanyie sezariene au wakufanyie mambo mengine, umezaa vizuri, lakini ipite 5 minutes mtoto hali, hilo ni tatizo kubwa sana. Huyu mtoto amezaliwa vibaya, kwa sababu mtoto anapolia ndio alama ya kwamba huyu mtoto akili zake ziko vizuri. Inaonekana kwamba mvua inakuja, lakini naona haitatusumbua sana. Mungu azidi kutusaidia. Lakini si mnasikia kwa sababu kuna vipaza sauti. Na kwanza ninatoa huu mfano, naleta huu mfano kwa kuzaliwa kimwili. Kitu cha kwanza kinachoonyesha kwamba mtoto amezaliwa vizuri, kwamba ana akili nzuri, ni kwamba anapozaliwa analia. Asipolia, hilo ni tatizo. Na wale ambao wanayazoea mambo haya ambayo ninayasema, mtoto akizaliwa ziishe 5 minutes hali, 10 minutes ziishe, 20 minutes ziishe, hakulia, kuna hatari ya kwamba atakuwa debili. Hatari kubwa ambayo iko pale ni kwamba akili zake hatakuwa vizuri. Huo ni ukweli ambao hauwezi kuupinga. Ndio maana nilikuwa naona zamani wakati wa mama walikuwa wanajifungua pale nyumbani, mtoto alipokuwa anakawia kulia, walikuwa wanaleta vyuma wanaanza kupiga karibu na mtoto ili waamshe akili zake, ajua ya kwamba ameshahama, ametoka pale alikuwa amehamia sehemu nyingine. Lakini huyu ambaye anatoka mkifukutu cha tumboni, akifika pale nje ambapo kuna upepo au kuna baridi, asijue kumbe akili zake haziko vizuri. Kuna Wakristo wengi ambao wamezaliwa, wameingia katika kanisa, lakini tangu apokee ujumbe hajawahi kulia kwa sababu ya dhambi zake. Kuva yakira ubutumwa nta rimwe yagira agahinda k'ibyaha. Vile alikuwa akiwa mpagani na leo ndivyo anaendelea, akikunywa pombe, akizini, akisema vibaya, akiwa mkali pale kunyumba, akiwatukana majirani, asipowapenda wandugu. Yeye hana wasiwasi
hata kulia, hata machozi ya dhambi yake hajaliaga hata siku moja. Huyo amezaliwa vibaya. Hivi mnasikia wapendwa? Huyo mtu amezaliwa hajapata kusikitika, diyaliagira gahinda. Bana bimana mubyumve neza. Mtu ambaye hajapata huzuni kwa sababu ya dhambi zake amezaliwa vibaya. Mungu ametuzala. Tutasoma katika kitabu cha Yakobo namna gani Mungu anatuzala. Yakobo ni sura ya kwanza verset 18. Chapitre 1 verset 18. Imeandikwa hivi: kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Waislamu ambao huwa wanapinga kwamba Kristo siye mwana wa Mungu, huwa wanakuambia ya kwamba, mkiwa mnabishana wanakuambia ya kwamba Mungu atazala namna gani wakati hana mwanamke. Wale ambao wamezoea mabishano na Waislamu wanajua kwamba hiyo huwa wanaisema. Lakini tunajua Mungu ni muweza yote. Katika yale anayoyaweza na kuzala bila kuwa na mwanamke analiweza. Lakini Biblia imetuambia ya kwamba kwa mapenzi yake mwenyewe ametuzala kwa neno lake. Mumesikia? Nisome kwa Kinyarwanda. Yatubyarishije ijambo ry'ukuri kuko yabigambiriye kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo. Kumbe Mungu anapotaka kuzala mtu, lakini kumbuka ni mtu ambaye ameshazaliwa mara ya kwanza kama mimi au kama wewe. Mungu akisema kwamba leo nataka kukuzala, chenye anatumia ili uzaliwe ni neno la kweli. Mnasikia? Ni neno la nini? Mumelisikia? Limeshawafikia? Na wauliza, neno la kweli limeshafika kwenu? Huu ujumbe tunaoamini ni neno la kweli. Mungu anataka hili neno lituzale tena, ili tuone ya kwamba ile kuzaliwa mara ya kwanza haikutusaidia chochote. Mnajua Paulo kuna maneno amewaandikia Wakorintho, akasema mwenye kuwa na mwili na mwenye kuwa na damu tu hawezi kupata uzima wa nini? Wazazi wetu walipotuzaa mara ya kwanza, tulizaliwa tukiwa na mwili, tulizaliwa tukiwa na damu, tulizaliwa tukiwa na mishipa, tulizaliwa tukiwa na bongo, tulizaliwa tukiwa na miguu, yani viungo vyote tulikuwa navyo. Lakini pia walituambukiza tabia mbaya, ile ambayo inaitwa tabia ya asili. Hiyo tukiwa nayo, ikiongozwa na huu mwili, haiwezekani kupata uzima wa milele. Unajua kuna mapambano au kuna vita, kuna konflikt kubwa ndani yetu. Mtu ameundwa na watu wawili, umuntu agizwe na babiri. Nataka msikilize vizuri. Mtu anaundwa na watu wangapi? Kuna mtu wa ndani na kuna mtu wa nje. Kwa mfano mnaona hiki kitabu. Kuna hii kuveriti na kuna kitabu ndani. Si ndio? Kila ambacho ni cha valere zaidi ni hii kuveritire au ni hiki kitabu ambacho kiko ndani? Si ambayo tuko hapa na sie tumeundwa na watu wawili. Kuna mtu wa ndani na kuna huu mwili wa nje ambao ndio kuveritiri ya yule mtu wa ndani. Si ndio? Maandiko matakatifu yanathibitisha haya katika kitabu cha Wakorintho. Ni kitabu cha pili cha Wakorintho, chapitre 4 verset 16. Nitasoma na nyie msikilize vizuri. Kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Kama umesikia vizuri, mtu ana watu wangapi ndani yake?
Nisome na hapa. Nico kituma tudacogora kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma saza umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushuko bukeye. Nimuulize ndugu ntawiheba, naona yuko karibu nami. Sasa hivi unavyosikia nguvu zako za kimwili zinaongezeka au zimeanza kufanya marsha analie, ziko zinapunguka. Mtu wetu wa nje analegea, lakini maandiko yanasema kwa Wakristo wa kweli ambao wamezaliwa vizuri, utu wao wa ndani unapaswa kugeuka upya kila nini? Kila siku, kila kunako kucha. Upiga hatua kutoka katika utakatifu kuingia katika utakatifu sana. Naomba msikilize. Hawa watu wote wawili, hawa ambao mmesikia, mtu wa nje na mtu wa wapi? Wa ndani. Wote wanapaswa kutumikiwa. Aba bantu bombi bakwiriye kwitabwaho. Wanapaswa kutumikiwa. Muangalie. Hii mifano muisikie vizuri. Huyu mtu wa nje, si ni huu mwili? Unahitaji chakula. Ndiyo? Unahitaji usafi. Ndiyo? Unahitaji kuvaa. Ndiyo? Na vingine vingi. Na yule mtu wa ndani hivi vyote anavihitaji. Mtu wa ndani anahitaji kula nini? Chakula cha uzima ambao ni neno la nani? La Mungu. Anahitaji kuvaa ambao ni haki ya Kristo, ndilo vazi lake. Si ndio? Anahitaji kufanywa usafi. Kama vile tunanawa kila siku mumacho, tunanawa mwili wote. Ndivyo unapaswa kuwa unaenda mfaragani pale sehemu ya pekee ili ufanye usafi wa kusafisha maisha yako, ambayo ni kutubu dhambi zako na kumuomba Mungu msamaha. Sasa hawa watu wawili, yule wa varere sana ni nani? Si ni yule wa ndani? Aha, swali la pili. Yule ambaye tunamjali sana ni nani? Hilo ndilo tatizo kubwa. Huyu wa nje haiwezi kuisha siku bila kupata chakula. Si ndio ndugu zangu? Huyu wa nje haiwezekani siku ipite bila kupata nini? Asubuhi tunakula, mchana tunakula, wengine na usiku wanakula, tena wengine wanakula, wanaryagagura kwa sababu ya kujali huu mtu wa wapi? Wa nje. Lakini yule mtu wa ndani ambaye ndiye anapaswa kuzaliwa mara ya ngapi? Niwaulize, hata semene inaweza kuisha bila kumpatia chakula? Inawezekana. Hata kama kunawa ni kutubu na kuomba msamaha, ndio kumnawisha, ndio kumfanyia usafi, inaweza ikapita semene bila mtu huyu kunawa? Ndugu zangu, kama hili fungu mmelisikia vizuri, Paulo yeye anasema mtu wetu wa nje anachakaa, anazeeka kila wakati, lakini mtu wetu wa ndani anapaswa kugeuka kila kukicha, awe mzuri. Kwa sababu hata mzee hapa anaweza kuwa mzee ambaye nguvu zake zimelegea. Kwa mfano naona baba pale, naona papa pale ambaye ni mzee. Nguvu zake zinaweza zisiwe nyingi, asiweze kukimbia, lakini kwa mambo ya kiroho anapaswa kuwa na nguvu hata zaidi ya vijana. Ndivyo maandiko yanavyosema. Ndugu zangu, shetani anakataa sana huyu mtu wa ndani. Ngoja niwaambie namna maneno yameandikwa katika kile kitabu kinaitwa Mvua ya Masika. Umwiteguro w'imvura y'itumba. Imeandikwa kwamba shetani anataka kuongoza moyo, akiuongoza kwa kutumia mwili. Yaani anataka mwili ndio uwe kiongozi wa nini? Wa moyo. Mungu anataka mwili uongozwe na moyo. Mapenzi ya Mungu na shetani yanafanana? Hayafanani. Maandiko yanasema kwa sababu hivyo havipatane, ndio maana kile tunachotaka kukifanya tunashindwa. Angalia, tangu uzaliwe mwili wako ulikuongoza. Mwili ulikuongoza. Ulikwambia kwamba kunywa pombe ukakunywa.
Vuta sigara au kunywa tumbaku, ukakunywa. Fanya uzinzi, ukafanya. Iba, ukaiba. Wachukie watu ambao sio wa kabila lako, ukawachukia. Waseme vibaya watu wengine, yani mwili uliongoza kila kitu. Wakati umepokea ujumbe, Mungu alikuwa anakuambia kwamba vile umezaliwa ni vibaya. Nataka uzaliwe mara ya ngapi? Vile, msikie, kuzaliwa mara ya kwanza, unapozaliwa mara ya kwanza, mwili unaongoza roho. Unapozaliwa mara ya pili, roho inaongoza nini? Mwili. Hapa kuna mapambano makubwa. Na Wakristo wengi ambao wako hapa hawajaanza hiyo vita ya kusaidia moyo au roho kwiganzura. Munisaidie wale wanaojua lugha hii. Dusabwa manze bivuge mu rurimi twumva cyangwa nshoboye kuvuga neza. Imana ishaka ko ijambo ryayo ridufasha ngo umutima wiganzure umubiri. Yani roho idomine mwili, itawale mwili. Ndivyo Mungu anavyotaka. Na tunapopokea neno la kweli linatusaidia katika hiyo vita. Ndiyo maana mtu mbele kama hajapokea neno la Mungu hayuko, amekufa. Mnasikia? Hata kama unapumua lakini umekufa. Na nataka nisome kitabu cha Evangelize page 4 saye 3. Msikie maneno haya. 4 saye 3, sous-titre inasema la vie commence à la conversion. Wanaosikia Kifaransa hapa imenasemaje? Maisha yanaanza pale unapofanya nini? Unapogeuka, unapobadilika ndipo maisha yanafanya nini? Kama haujabadilika maisha hayajaanza. Sikia. Je viens de lire le récit suivant. Nilisoma kisa kifuatacho. Un vieil homme de 70 ou 80 ans environ me fit présenter comme un témoin de la miséricorde divine. Mzee mmoja ambaye alikuwa na 70 kati ya miaka 17 na 18. Alikuwa ni mzee ambaye anaonekana kama baba yule. Sasa rehema za Mungu zilikuwa zimemfikia. Je lui demandais quel était son âge. Nilimuuliza ya kwamba una miaka mingapi? Alimuuliza huyo mzee kwamba ana miaka mingapi? Après m'avoir regardé quelques instants, baada ya kuwa ameniangalia sana kwa muda fulani, il me répondit d'une voix altérée. Alinijibu kwa sauti yenye uzito, yani ambayo yenye uzito, tandis que de larmes roulaient sur ses joues. Na aliponijibu machozi yalikuwa yanatiririka wapi? Kwenye machafu yake. Je deza. Alinijibu ya kwamba nina miaka mingapi? Miaka 2. Nitamuomba mzee kwisa basi mabi. Huyu mzee ana miaka mingi. Siwezi kukadiria. Lakini ni plus de 60 kuingia 70 na 80. Si ndio? 65. Hivi tukimuuliza una miaka mingapi alafu atuambie nina miaka 2, tutamuelewa? Utakaa baba. Ellen White alimuona mzee ambaye anamzidi huyu. Akamuuliza kwamba papa una miaka mingapi? Huyu mzee alijibu kwa sauti nzito, hilo ni la kwanza. La pili, machozi akiwa anafanya nini? Yanatiririka kwenye mashavu. Akamjibu ya kwamba nina miaka mingapi? Nina miaka 2. Musikie. Tandis que j'exprimais ma surprise, il ajouta. Nilipomwangalia kwa kushangaa akaona kwamba nimeshangaa mzee kunijibu kwamba ana miaka mingapi? 2. Il ajouta. Aliongeza maneno haya. Voyez-vous, il y a des ans, mon existence était celle d'un homme mort. Angalia sasa nina miaka 2. Mbele ya miaka 2 maisha yangu yalikuwa kama yale ya mtu ambaye amekufa. Lakini niwaulize, alikuwa amekufa kweli?
lakini maisha yake yalikuwa ni ya ovyo, alikuwa anatenda dhambi, Mungu alikuwa hamjui. Maana yake mtu ambaye hajapokea Ukristo, ambaye hajabadilika, kumbe hata kama anapumua na kutembea, amefanya nini? Amekufa kwa neno la Mungu vile linasema. Chini anaendelea kusema, je n'ai jamais su ce qu'était la vie jusqu'à ce que j'ai connu celle qui est cachée avec le Christ en Dieu. Nilikuwa sijui maisha ni nini mpaka pale ambapo nilijua maisha ambayo yamefichwa pamoja na Kristo ndani ya Mungu. Ambayo yamefichwa pamoja na Kristo ndani ya nani? Ya Mungu. Msikilize. Kuzaliwa vizuri. Kumbe kama tumezaliwa mara ya kwanza haitoshi. Si ndio? Tunapaswa kuzaliwa mara ya ngapi? Na kama tutazaliwa mara ya pili, pia tuzaliwe vizuri. Ndugu zangu wapendwa, maneno mengine mwe mnayasikia na kuyatia nguvu. Hili neno ninalotaka kusema mlisikie. Kuzaliwa mara ya kwanza, mtu hapartisipe kuchagua namna gani atazaliwa. Kweli au sio kweli? Eh? Ulizaliwa wapi? Kwenye ulizaliwa, hauvuki. Kibabi. Ulichagua uzaliwe Kibabi? Inapokuwa kuzaliwa mara ya kwanza, hakuna mtu hawezi kuchagua kwamba nizaliwe katika nchi gani. Hawezi kuchagua nizaliwe nikiwa kabila gani. Hawezi kuchagua kwamba nizaliwe katika familia gani. Wewe unaona tu kuzaliwa mara ya kwanza, unazaliwa unajikuta huko mdunia, lakini namu umekuja mdunia, wewe haufanyi nini? Lakini kuzaliwa mara ya pili, mpaka na wewe uchague. Neno la Mungu linatufikia sie wote, si ndio? Lakini kuchagua kulikubali, na wewe unapaswa kuchagua. Ndio maana maandiko yanasema kuko batahisemo kumenya, kwa sababu hawakuchagua kunijua, ndio maana wataangamia. Kuzaliwa mara ya pili unapaswa kukubali na wewe uzaliwe. Lakini utachagua kuzaliwa mara ya pili kwa sababu umeshajua kwamba kuzaliwa mara ya kwanza haisaidii chochote. Na ni kweli kuhusiana na mambo ya Ukristo na mambo ya kiroho na mambo ya kwenda mbinguni, kuzaliwa mara ya kwanza haiwezi kukusaidia. Hauwezi kuenda mbinguni ukiwa na tabia hizi ambazo umezaliwa nazo, mpaka zibadilike upate tabia zingine. Ndivyo maandiko matakatifu yanavyosema. Kuzaliwa vizuri, si ndio? Kuzaliwa vizuri. Hii kuzaliwa mara ya pili, kama umezaliwa, kuna dalili ambazo zinaonyesha kwamba mtoto amezaliwa vizuri. Cha kwanza ni kulia anapomaliza kuzaliwa, si ndio? Cha pili ni kutaka kunyonya. Mimi huwa naona, na mimi nina watoto, kanazaliwa, kakishazaliwa, kakilia, kitu cha pili kanafanya ni kuingiza kidole mdomo. Si ndio? Hakajui chakula katakipata wapi, hakajui matiti ya mama yake yako wapi, lakini chenye kanajua ni kwamba kana njaa. Si ndio? Cha tatu ni kwamba hata kama hajakula chakula, lakini ananyamba. Si ndio Kiswahili ya huku? Alituma imyandika muvamo. Hivi vitu vitatu tunapaswa hata kuvileta kwa mambo ya kiroho. Kitu kinachoonyesha kwamba mtu amezaliwa vizuri kiroho, kwanza anaogopa dhambi, inamfanya atetemeke, halafu akiifanya anakuwa na huzuni, agira gahinda kivya. Hiyo ni ishara au ni alama ya kwamba huyu mtu amezaliwa vizuri. Analia kwa sababu ya dhambi zake. Mnasikia? Kitu cha pili, anakuwa na hamu, anakuwa na njaa, anakuwa na apeti ya neno la nani? Ya neno la Mungu. Nilisoma Mtemanyaji volume 1 kwamba mtu ambaye amepokea ujumbe vizuri ishara, msikilize, au alama ya kwamba amepokea ujumbe vizuri, Biblia anaitambua kama barua ambayo Mungu amemwandikia itakayompatia adresi ya kufika mbinguni. Unajua haya maneno hamuyasikii?
Biblia anaithamini namna gani? Barua ambayo mbingu zimefanya nini? Ninataka nisome haya maneno, lakini kwanza niwapatie mfano. Hano hari abantu bigeze bumva ubukene cyaricyo na n'ubungu bakaba bafite. Kuna watu ambao wanajua umaskini ni nini, si ndio? Sasa niwapatie mfano. Mie ni ndugu yako na kupenda sana. Halafu mimi ni tajiri. Unajua vizuri ya kwamba mie ni milioneri, nina franga za mingi sana. Halafu nikutumie barua nikiwa kule nyumbani, nikuandikie ya kwamba ndugu yangu nimesikia kwamba umepata shida, pole sana. Sasa nina $10,000 nataka kukupatia. Ukuye ufike kwangu uzichukue. Adrese ya kwangu ndo hii. Nikuandikie ya kwamba ni Rwanda katika wilaya fulani, na nimero za telefone niweke mpaka na pale kijiji niandike jina la kijiji. Barua ikufikie. Kumbuka mna promesa ya $10,000, si ndio? Halafu una shida za umaskini sana. Nataka niwaulize, unaweza kuzubara mpaka hiyo karatasi ipeleke kuweze? Hii karatasi unaweza ikaisha siku ngapi haujaisoma tena? Ukiamka utaangalia. Ikifika saa 6 uangalie. Ikifika magharibi uangalie. Mpaka ukikuya hauwezi kuisahau. Utakuwa nao mpaka pale. Sisi tuna matatizo makubwa hapa mdunia. Mungu kule mbinguni amejua kwamba tuna shida. Wengine wanagonjwa, wengine ni umaskini, wengine ni dhambi zinawatesa, wengine matatizo katika familia zao. Sasa Mungu ametuandikia Biblia ya kwamba angalia, kuna uzima wa milele ambao hauna shida huko kule mbinguni. Namna ya kufika huko mbinguni Mungu akatuandikia katika Biblia, akatupatia ili tuwe tunasoma, tujue adresi ya kutufikisha kwetu. Lakini mwezi unaweza ukaisha bila kusoma ile adresi. Hili ni tatizo kubwa. Hili ni tatizo kubwa ndugu zangu. Shetani amejipanga ili akiweza atuzuie tusifike mbinguni. Mnajua alifanya iwezekanavyo wakati wa Noa. Dunia ilikuwa imejaa watu, wakaokoka 8 personi, watu 8. Msifikiri ya kwamba siku hizo ametupenda. Ni kwa sababu hataweza, lakini kama angeruhusiwa hata hao 8 wasingepatikana. Katika kitabu hiki ni témoignage volume 1 ni katika chapitre inasema la vraie conversion. Tuangalie ni 287. Nataka nisome neno lile tu ambalo nimewaambia. Mtu ambaye amezaliwa mara ya pili wamesema hivi: quand un homme commence à saisir les réalités éternelles, sa vie passée lui semble méprisable et odieuse. Mtu anapoanza kushika au kujua yale mambo ya umilele katika ukweli wake, maisha yake ya siku zilizopita anayadharau na anaona ni mabaya. Il est le péché, anachukia dhambi, et avec un cœur brisé, na kwa moyo ambayo umevunjika au umepasuka, il se présente devant Dieu, anaenda mbele za Mungu, et considère désormais le Christ comme la vie et la joie de son âme. Anamuona Yesu kama furaha na amani ya maisha yake katika moyo wake. Anaona Yesu ni uzima na furaha ya maisha yake. Il renonce au plaisir d'autrefois. Mtu huyu anakataa anasa za siku za nyuma. Il est animé d'un esprit nouveau. Anaanza kuongozwa na mawazo mapya. Huyu mtu ambaye amepokea Yesu anaanza kuongozwa na mawazo mapya. Ses affections et ses intérêts sont changés. Bienye anapenda na faida anazozitafuta zinabadilika. De même que sa volonté. Hata na volonté yake au nini? Utashi wake unafanya nini? Unabadilika. Nouveau sont ses chagrins. Agahinda ke kabagasha. Anakuwa na huzuni mpya. Msikilize. Wakati ulikuwa unamkuta
analia, anasema kwamba wengine wana nyumba mbili, wengine wana motokari, wengine wana pikipiki, ndio huzuni yake. Yeye mtu aliyezaliwa mara ya pili na amezaliwa vizuri, huzuni wake unakuwa mpya kuliko ahuzunika kwa sababu ya mambo ya dunia. Anahuzunika kwa sababu ya dhambi za moyoni mwake na dhambi za watu wanaomzunguka. Sijui mnanisikia vizuri? Huyu ni mtu ambaye amebadilika. Kino anasema la conversion, la convoitise de la chair, tamaa ya mwili, la convoitise des yeux, tamaa ya macho, et l'orgueil de la vie, na kiburi cha maisha. Kiburi cha nini? Kuna watu ambao wana kiburi cha maisha kwa sababu ameramuka vizuri, franka zinaingia, siku hizi hana tatizo, familia yake wana afya nzuri, hakuna mwenye anagonjwa, kiburi kinaanza kupanda. Maandiko yanasema tamaa ya mwili, tamaa ya macho, kiburi cha maisha, kila riski si prefere au Kristo. Vitu ambavyo alikuwa anavipatia Valera, alivipenda zaidi ya vile anavyompenda Kristo. So maintenant délaissé. Anapozaliwa mara ya pili, hivyo vitu vyote anaviweka wapi? Pembeni. Le sauveur est sa joie et sa couronne de gloire. Kristo au Bwana anageuka kuwa furaha yake na kugeuka kuwa taji ya utukufu wake. Le ciel qui n'avait pour lui aucun attrait, mbingu ambazo zilikuwa hazimuvuti, kwa hazina nguvu ya kumkokota, se présente désormais dans toute sa richesse et toute sa gloire. Anaanza kuziona na utajiri wake wote wa mbingu na utukufu wake. Chino anasema les œuvres de la sanctification qui lui avaient paru jusqu'alors fastidieuses font maintenant ses délices. Kazi za utakaso, kazi ya nini? Ya kukataa dhambi, ya kupenda mema, ya kusafisha maisha, ambazo alikuwa anaziona ni mbaya, hazifai, kuanzia hiyo siku ambayo amezaliwa mara ya pili, hizo kazi za utakaso zinageuka kuwa furaha yake. La parole de Dieu qu'il avait jugé triste et sans intérêt fait l'objet de son étude. Neno la Mungu, nimefika pale ambapo niliwaambia, neno la Mungu ambalo alikuwa halimletei faida yoyote. Halimletei nini? Ni kweli watu hawapati faida katika neno la Mungu. Ngoja niwapatie mfano. Si ndio? Hata leo, hata sasa hivi ni asubuhi, najua haiko kali, lakini kuna wengine wanasinzia. Si ndio? Lakini ukimwambia angalie ku television, angalie Kanyombya, yule ambaye amejifanya mtu wa kucheza na watu wote amewavuta mpaka wanamwangalia, mpaka saa 7 usiku anaangalia hayo mambo, watu hawasinzii. Neno la Mungu halina utamu kwa watu ambao hawajazaliwa mara ya ngapi? Mara ya pili. Kitabu kinasema la parole de Dieu qu'il avait jugé triste et sans intérêt, neno la Mungu ambalo alikuwa anaona linasababisha huzuni na halina faida, linageuka kuwa kitu cha kujifunza. Amena? Amen. Linageuka kuwa kitu cha kufanya nini? Unajua watu wengi hata mkiwaalika kwamba ukuye uwe mgeni wangu tusikilize neno la Mungu, mwenye alikuwa mara ya kwanza au anakuwa mara ya ngapi? Mara ya pili, anasema sasa nyewe mnakuaga na mafundisho mazuri, lakini kibaya chenu mnakawia. Hilo neno nione watu walisikia. Maneno yenu ni mazuri lakini mnakawiaka. Lakini huyo mwenye anasema mnakawiaka, akiingia kunywa pombe, anaanza saa 12 za asubuhi mpaka saa 12 za magharibi hajafanya nini? Hajatoka. Mtu ambaye amezaliwa mara ya pili, lile neno la Mungu ambalo alikuwa anaona linamchosha, kujifunza neno la Mungu anaona ni kupoteza wakati, ni kama vile ni kukosa cha kufanya, linageuka kuwa kitu cha kujifunza. Msikilize sasa pwe. C'est une lettre que Dieu lui a écrite et qui porte la marque de l'Éternel. Ni barua ambayo Mungu amemuandikia ambayo ina muhuri wa Mungu. Mnasikia? Mtu ambaye amezaliwa mara ya pili, tena amezaliwa vizuri, neno la Mungu anafanya nini? Analipenda na anajua ya kwamba
Ni barua ambayo Mungu amefanya nini? Amemwandikia. Ndio maana nikawapatia ule mfano. Hivi tukifika mbinguni tutapata $10,000 au tutapata vitu vya thamani zaidi? Sasa kama hata $1,000 hauwezi kutupa barua ambayo umeandikiwa adresi ya kukufikisha kwenye atakupatia yule mtu, si ndio? Kwa nini Biblia tusiwe na hamu ya kuisoma kila wakati mpaka watu wabembelezwe? Kuzaliwa vizuri. Hapa tumechelewa, tumekawia kwa hii kuzaliwa vizuri. Mtoto ambaye amezaliwa vizuri analia, anajisaidia, ananyonya, si ndio? Lakini pia anaendelea kuwa na hamu ya chakula. Unajua hata akizaliwa mwezi mmoja ananyonya, mwezi wa pili anakataa kunyonya, mwezi wa tatu ananyonya, akifika mwaka mmoja anakula chakula, miaka miwili chakula anakataa. Kuna watoto ambao katika familia zao wanawabembeleza kula, mpaka wengine anakamata fimbo ya kwamba kula, mtoto anakula kama vile analamba gasanuru kurigata, sivyo? Wakristo ambao wanajifunza neno la Mungu kama watoto wa namna hiyo hawako Wakristo wazuri. Tunapaswa kupenda neno la Mungu. Tukiwa hapa tunajifunza kwa nguvu. Ukifika nyumbani tafuta muda wa unasoma wewe mwenyewe neno la Mungu, kwa sababu shetani amejipanga kwa ajili ya kutuharibu, na sisi tujipanga kwa ajili ya kupigana ili Mungu atusaidie tupate ushindi. Ile poe ya kwanza tuhame iliyokuwa inasema kuzaliwa vizuri, si ndio? Karino jambo ndivuge mu byumve ndongera ndishire no mu Giswahili. Umukristo wavuta akemera ubutumwa, akagira umwete wo kuririmba no kubwiriza kuruta umwete afite wo kwihana no kureka ibyaha no gukora ibyiza, uwo mukristo ameze nk'inka yabanjije umurizo. Mkristo ambaye amezaliwa kaingia katika ujumbe, juhudi zake akaziweka katika kuimba, akaziweka katika kuhubiri, lakini asiweke juhudi katika kutubu na kuachana na dhambi. Ni kama vile ng'ombe ambaye imezara, kitoto chake ikatanguliza mkia. Kwa wale wanaojua vizuri, ng'ombe anapozaliwa bila kuwa na mkia, hauwezi kumpeleka msoko ufikiria kwamba utapata faranga nyingi. Ule mkia ni wabie, lakini haupaswi kutangulia wakati wa kuzaliwa. Maana yake kuhubiri ni vizuri, kuimba ni vizuri, Mkristo wa kweli anafanya hizo kazi, lakini unapopokea ujumbe, bidii ya kwanza au juhudi za kwanza ziwe kutubu dhambi. Mnasikia? Haya mengine kuimba mkorale, kuhubiri, kuwa diakre, kuwa mzee wa kanisa yafuate, lakini kitu cha kwanza kiwe kutubu nini? Iwe kutubu dhambi. Mnasikia? Kukua vizuri, kukula neza au kukomara, si ndio Kiswahili ya huku? Kukomara vizuri. Kuna watoto wanakomara vibaya katika mwili, si ndio? Hamujamuona mtoto ambaye ana miaka 12 lakini anafika hapa? Mnawaonaga? Unaweza kufurahi mtoto wako akue hivyo? Hauwezi kufurahi. Unajua kimwili tunakuwa mara mbili, yani tunakuwa kwa namna mbili, kiakili na kimaumbile, si ndio? Viungo vyako vinakuwa vikubwa, unakuwa mrefu, unakuwa mnene, lakini pia ukubwa wa mwili unapokuwa mkubwa sana zaidi ya akili, huyu mtoto hawezi kumtamani kuzala mtoto wa namna hiyo, si ndio? Lakini pia akiwa na akili nyingi lakini mwili wake usifanye nini? Usipande, pia ni shida. Kumbe mtoto anakuwa vizuri akikuwa kimwili na kinini na kiakili. Kukomara kukomara, akikomara kimwili na kiakili, ndio mzazi anafurahi. Italeta huzuni ukiwa na mtoto mrefu kama mie anaventa, lakini akienda kuwese pantaro na hata kuli. Itakuwa ni shida. Mtoto ambaye amezaliwa akiwa amepungukiwa na akili,
hata kuwa msaada kwa wazazi, bali atageuka kuwa mzigo. Poleni sana kwa wale ambao wamepatana na hiyo tatizo, kuzaa mtoto ambaye akili zake hazisimami vizuri, si ndio? Lakini unajua mtu anapozaa mtoto, furaha yake sio kupata mtoto tu. Furaha yake ni kwamba kesho na kesho kutwa akishakuwa mkubwa amsaidie. Si ndio ndugu Ndagishi? Amsaidie. Sasa fikiria mtoto afike seta, diza, kenza, venta, hawezi kukusaidia jambo hata moja, bado anaendelea kutegemea wewe umsaidie. Si ni tatizo? Ni tatizo kubwa. Ni tatizo kubwa sana. Kuna Wakristo ambao wanazaliwa hivyo. Wanazaliwa hivyo. Amezaliwa na tabia mbaya katika ujumbe, tangu azaliwa hajaziacha, halafu katika akili zake kiroho hajui mambo ya kiroho. Mwaka unaisha, yeye ndiye wanamsaidia. Mwaka wa pili wanamsaidia. Mwaka wa tatu tatizo liko kwa nani? Liko kwa fulani, ndiye wanamtembelea. Kila wakati yeye ndiye wanamsaidia. Hilo ni tatizo. Tusome katika kitabu cha Biblia. Tunajifunza, tumefika kwenye pwe ya pili ambayo inasema kukomala vizuri. Tutasoma kitabu cha Pierre, kitabu cha pili cha Petro. Barua ya pili ya Petro, chapitre 3 verset 18. Inasema hivi: lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Utukufu una yeye sasa na hata milele. Amina. Utukufu una yeye leo hata milele. Amen. Kama mmesikia vizuri, kitabu kinasema ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, icyubahiro kibice none niteka ryose. Amen. Amen. Kama mmesikia kukua ni mara mbili. Kukua katika neema, si ndio? Na kukua katika kumjua Kristo. Sisi tukiwa tumepokea ujumbe wa matengenezo na uhuisho, na tukiwa hapa tukiwa tumepokea huo ujumbe vizuri, kukua kiakili, kukua katika kumjua Kristo ni namna gani? Ni kujua mapenzi yake yote. Kujua nini? Mapenzi yake. Kujua mapenzi yake yote. Kujua misingi ya imani. Kuna Wakristo wengi ambao wamekuwa kama watoto. Lakini Biblia, unajua unaposoma Biblia, usiposoma vizuri unaweza kuchanganyikiwa. Kuna sehemu katika Mathayo Yesu amesema ya kwamba msipogeuka na kuwa kama watoto hamtapata uzima wa nini? Lakini kuna verse nyingine katika kitabu cha Waefeso inayosema ya kwamba tusiendelee kuwa kama watoto. Sijui mnasikia? Tugeuke tuwe kama nini? Watoto. Na sehemu nyingine inasema kwamba tusiendelee kuwa kama nini? Watoto. Kugeuka kuwa kama watoto ni katika ile hali watoto mnapowaona hapa. Msikilize. Watoto hawa mnaowaona, kwanza wana upendo ambao hauna chuki. Hawezi kutunza mabaya ndani ya moyo wake. Mtawaangalia wakiwa wanacheza hapa, wanapigana wao. Msikilize, wanapigana, mmoja analia, anaikimbia kwa mama yake, anaenda kustaki. Mama yake anakuja, anampiga huyu mtoto mwingine. Huyu na yeye akilia, mama yake anatoka kule. Sasa wamama wanaanza kufanya nini? Kuzozana. Après 10 minutes hawa mama bado wanaendelea kuzozana na kutukanana matusi, na hasira zimekuwa za mingi. Hawa watoto mambo yameisha, wanaendelea kucheza pamoja. Mlilionaka? Hivyo ndivyo tunavyopaswa kuwa kama Wakristo. Ya pili, mtoto hana kiburi, hana majivuno. Mwe mnaangalia, huwa naona kwa mfano ukiwa na ujenzi pale kunyumba, ukiwa unajenga, unatafuta, na wenyewe mnawaita mafundi, hao wanajenga, bamaso, unawatafuta wanajenga, mmepatana franga. Lakini kama una watoto watatu wa gariso wadogo kama hawa, kazi zenye watafanya kuile nyumba ni kazi za mingi na hawatalipa mshahara.
Ni kweli au sio kweli? Hawa Wamasai watakuwa wanamtumana, niletee ile tofali, wanamletea, niletee ile jiwe, wanamletea, niletee marito, wanamletea. Na wakimaliza, huyu Masai analipa mshahara, huyu mtoto afanye nini? Lakini ukiwa mtu mkubwa, hata akikutumana utasema ya kwamba hata kama ni nyumba yako au hata ni nyumba yenu, utasema ya kwamba utalipwa franka, wewe leta wewe mwenyewe. Si ndio? Hiyo ndio tunayofundishwa kwamba tuwe na unyenyekevu kama wa nini? Lakini tusiwe kama watoto. Kwa namna gani? Tusome kwanza wa Efeso sura ya 4 mstari wa 13 na 14. Hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu katika kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Tukizifuata njia za nini? Tusiendelee kuwa kama watoto. Hapa nyewe mnakaa mvile, huu mfano mnaweza kusikia vizuri. Mvile kuna wezi wengi, wavoreli, si ndio? Sikuwa linatokea mtoto kama huyu. Mtu anatoka kule, anakuja anafika kwao, anamwambia papa amenitumana unipatie ile televizio kwamba imeharibika, nataka kuitengeneza. Si ndio? Si watoto wengi wao wanazipana. Na wauliza wapendwa, si wao wanazipana? Ndio. Sasa tubadilike tuwe kama watoto katika hali hiyo. Mtu akikuja kutudanganya, tukubali tudanganyike. Ndio maana Biblia inasema kwamba tusiendelee kuwa kama watoto. Kuna Wakristo ambao wako hapa, anadhiza mreformed, lakini akienda pale wa Pentecost wakiwa wanafundisha, wakimwalika aende kuwa mgeni wao anaenda, na ukimuuliza kwamba ilikuwa namna gani, anakuambia wote wanasomaga Biblia bwana. Na mbona nilisikia wanafundisha vizuri? Wamefundisha nikasaidika, nilisaidiwa, nilisikia ni bie. Anadiza. Na kule akifika huko, hata wakimpatia nafasi ya kwamba sema neno, hana cha kufanya nini? Huyu hakukomala vizuri. Hakukomala vizuri. Maandiko yanasema ya kwamba tukue katika imani, kumjua Yesu Kristo, na kukua katika neema. Yani tukomale katika neema. Msikilize, Yesu katika kitabu cha Luka, tutasoma chapitre 2. Msikie Kristo namna alivyokomara alipokuwa hapa duniani. Imeandikwa chapitre 2 verset 40. Nuko umwana arakura, agwiza imbaraga, yuzuzwa ubwenge kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. 52. Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Yesu, maandiko yanasema ya kwamba neema ya Mungu ilikuwa ndani yake. Neema ya Mungu. Tunapaswa kukua katika neema. Nataka muniruhusu nifafanue hili neno kukua katika neema. Si ndio? Gukurira mu buntu. Kukua katika neema ni kutoka katika hatua moja kuingia katika hatua nyingine ya kubadilika na utakatifu. Vile ulikuwa mwaka huu, usiingie mu 2020 ukiwa na tabia zile. Nitasoma katika kitabu cha Jean 14 verset 30. Msikie Yesu alivyosema. 14:30. Imeandikwa hivi. Maandiko anasema, ngoja nisome, inasema mimi tuone. Ndio. Mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Tusome kwa lugha hii nyingine. Nasema hivi, sinkivugana namwe byinshi,
kuko umutware w'ab'isi aza kandi ntacyo mfiteho. Nataka tusikie ufafanuzi wa neno hili ambalo Yesu amesema ya kwamba hana neno kwangu. Msikilize, hana neno. Yesu aliwafundisha wanafunzi wake, akaona muda wa kuwaacha umefika, akawaambia kwamba kuanzia sasa hivi sina maneno mengi ya kuambia. Msikilize wapendwa, sina maneno mengi ya kufanya nini? Kwa sababu mkuu wa ulimwengu huu anakuja, lakini hana neno kwangu. Kwa Kinyarwanda wamesema aliko ntacyo mfiteho. Nini maana ya neno hili ya kwamba hana kitu kwangu? Naomba msikilize ufafanuzi wa neno hili katika kitabu cha Jezikri. Hana neno kwangu. Ni katika hii chapitre 12, lakini kupage ya 153. Kuna neno linaandikwa kwamba le prince du monde vient dit Jésus, il n'a rien en moi. Kwa Kiswahili wamesema ya kwamba hana kitu kwangu, si ndio? Kwa Kinyarwanda wamesema kwamba ntacyo mfiteho. Lakini kwa Kifaransa ukitafsiri vizuri, kwa Kinyarwanda anasema kwamba ntacyo mfitemo. Il n'a rien en moi. Ntacyo mfitemo, muri nje ntacyo kirimo. Hivi mnasikia? Shetani anakuja kumjaribu Yesu, lakini ndani ya Yesu hakuna kitu cha shetani ambacho kilikuwa ndani yake. Sikia ufafanuzi wa maneno haya. Rien en lui ne faisait écho au sophisme de Satan. Ndani ya Yesu hakikuwemo kitu ambacho kinaitikiana na sauti ya shetani. Wese murabyumvise? Muri Yesu nta cyari kirimo kijya cyitaba Satani ahamagaye. Eko bayita nyiramibande. Nyiramibande mu Kinyarwanda nyiramibande. Kwa kama vile unakuwa musare ya kabambi, ukisema unamaliza kusema lakini unasikia sauti yako inafanya nini? Inajirudia ndani. Sisi msikilize, sisi tuliozaliwa, shetani kuna vitu vyake viko ndani yetu. Akiita akiwa nje, vile vitu ambavyo viko ndani ndivyo vinafanya nini? Vinaitika. Nitawapatia mfano. Ndani yako kunaweza kunakuwa na hasira, uburakari, si ndio? Sasa sikia vile shetani anaitaka. Nikisimama hapa nasema we pumbavu, hapo shetani ameita. Kila ambacho amekiweka ndani yako ambacho ni hasira ndicho kinaitika. Mumenisikia vizuri? Yesu yeye anasema kwamba shetani anakuja kunijaribu, ni kweli, lakini ndani yangu hakuna kitu chake. Musikie neno la Mungu linavyosema. Nasema hivi, il ne donnait pas son consentement au péché. Yesu alikuwa hawezi kukubali kufanya dhambi. Il ne céda pas à la tentation même en pensée. Hakuna siku ambayo alikubali aanguka katika vishawishi, hata katika mawazo. Msikilize, nous pouvons faire de même. Mweka kwa Kiswahili, tunaweza kufanya kama yeye, tunaweza kufanya kama vile. Sikiliza nirudie tena, nous pouvons faire de même. Tunapaswa kufanya vivyo hivyo. Ndugu zangu, na sisi tunaweza, kumbe Ukristo wetu, msikilize, tunapaswa kukua tufike kimo cha Kristo. Si ndivyo tumesoma? Kristo alikuwa na maisha matakatifu kiasi kwamba ndani yake shetani alikuwa hakuweka kitu. Sisi shetani amekiweka. Tuna vita ya namna mbili. Msikilize. Tuna vita ya kufukuza na vita ya kuingiza. Watu wa nyuma mmesikia? Tuna vita ya kufukuza na vita ya kufanya nini? Kuna vile ambavyo shetani ameviweka ndani yetu tangu zamani. Vita yetu ni kufanya nini? Kama mmeona vizuri, tabia mbaya ambazo tumeshazizoea,
kuifukuza ni kama kufukuza imbwa ile ambayo haiko makali. Unaweza kusema toka na zinatoka. Unapozifukuza hazitaki kutoka. Kuna watu ambao waliwahi kusoma kale ka kitabu kanaitwa Moyo wa Mtu, Mtima w'Umuntu. Mlikasomaka? Kuna wanyama mule ambao wanafananishwa na tabia mbaya za watu, si ndio? Ukiangalia nuru ya malaika kiingia, wale wanyama wanaanza kutoka, si ndio? Lakini wakitoka, akishuka tu Roho Mtakatifu anapoingia, hawatoki mara moja, wanageuka kuangalia kwenye watatokea, lakini bado wako mle ndani. Akishuka sana na nuru inakuwa kubwa, unaona wanatoka, lakini mwingine amebakiza mkia, mwingine amebakiza mguru, mwingine amebakiza nini, hawatoki mara moja, wanatoka lakini hawataki kuenda. Ndivyo tabia zetu ziko. Mnasikia vizuri? Chini sasa tunapaswa kukua au kukomara kiroho. Tabia mbaya tunazitosha, tunaingiza tabia nzuri, kufika pale ambapo shetani atakuwa anaita asipate kitu ndani yetu cha kufanya nini? Hiyo hatua hatujaifikia. Mtu akutukane hauwezi kukasirika kwa sababu ndani yako hakuna chombo cha shetani. Mtu akunyime, hata unafika kwake anaivisha chakula, una njaa, akuzungumzie, akuongeleshe, uondoke bila kupatia chakula, lakini usikasiriki. Mtu akuombe franka au akuombe chakula, unampatia lakini hakuna shukrani, anaendelea kukusengenya kwamba katika watu wabaya ni huyu, na unakumbuka kwamba jana umempatia, lakini usikasiriki. Akipata shida tena umsaidie. Kwa sababu gani? Kwa sababu utakuwa umefukuza vyombo vya shetani, ndani yako kitakuwa hakijabakia hata kimoja. Ndivyo Yesu anavyosema. Bana b'Imana, ubusobanuro bw'iri jambo muraryumvise? Umutware w'umwijima zahondi ariko ntacyo agenje. Muri Bibiliya Kinyarwanda bavuze ntacyo mfiteho, muvuge nk'igifaransa. Ntacyo mfitemo. Kitabu kimesema kwamba alikuwa hakuna sauti. Asante sana. Nuko muri kure mutari burebe. Ariko uyu mwana arakazanye. Izi nyamaswa muri kubona nizo zishushanya ibyaha byacu. Si ndio? Hii ni nuru ya neno la Mungu inapoingia ndani ya moyo. Hii. Wale wanyama ambao walikuwa, kuna imbwa, kuna ndege wachafu, kuna nguruwe, kuna chui, kuna nini? Kuna nyoka. Sasa wanapotoka mkiangalia vizuri, wametoka upande mmoja, umetoka upande mwingine, umefanya nini? Ndivyo dhambi zetu zinakuwa. Ukitaka kufukuza dhambi haikimbii mara moja, inatoka sehemu tu lakini inabaki. Kwa mfano, kama wewe ulikuwa muuaji, unaua watu, si ndio? Ukipokea ujumbe, utaacha kuua lakini chuki itabaki. Urwango ruzasigara mu mutima, si ndio? Nuru ikiongezeka, chuki inaweza kutoka. Usimchukie mtu mwenye haja kutendea mabaya, lakini akikutendea mabaya chuki inaanguka. Maandiko yanasema kwamba tunapaswa kufukuza dhambi zote na mizizi yake mpaka tufikie kiwango hiki ambacho tunasoma katika kitabu cha Waefeso. Kukua vizuri. Tutakuwa tumekuwa vizuri au tutakuwa tumekomana vizuri pale tutakapokuwa kama Kristo. Tusome katika Waefeso chapitre 4 verset 28. 4:28. Waefeso 4:28. Imeandikwa hivi: Mwibaji asiibe tena. Mwenye alikuwa anaiba asifanye nini? Bali afadhali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. Ngoja nisome kwa lugha hii. Uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akora imirimo, akoresha amaboko ibyiza kugira ngo abone ibyo gufasha umukene. Musikie. Muri wahi kuona wizi? Waibaji, muri waona? Wezi mnawajua? Wanalima? Yule ambaye ameshaingia katika mambo ya kuiba, huwa analima?
anakuwa maso. Yeye kazi yake ni kufanya nini? Unaenda unafanya kazi, wewe unachoka zile ulizozichokea. Yeye anafanya nini? Aha, sasa ujumbe umemfikia. Ana hatua 3 ndipo atakuwa ameshakuwa vizuri. Msikilize, ana hatua ngapi? 3 ndipo atakuwa amekuwa vizuri. Hatua ya kwanza ni kuacha kuiba. Lakini akiacha kuiba achie pale. Ndivyo maandiko yanasema kwamba pepo mchafu anapotoka ndani ya mtu anaenda kuzunguka, akikosa pa kukaa anarudia kuangalia ile nyumba yake ili aone ya kwamba atapata kupokelewa tena. Si ndivyo tunasoma? Akifika pale anakuta nyumba yake iko vidi, imefagiliwa. Anaogopa, anasema nikirudia peke yangu kuna siku atanifukuzaka kama vile alivyonifukuza ile siku. Anaenda anatafuta mademo wangapi? 7, na yeye anakuwa wa 8. Maandiko anasema mambo ya huyu mtu ya mwisho yanakuwa mabaya kuliko ya wapi? Ya kwanza. Sikiliza sasa. Mwizi anapoacha kuiba, hatua ya pili ni kufanya kazi. Tena kazi za mikono. Si ndio? Hatua ya 3, vile alivyokuwa, vile ambavyo amevipata kwa kufanya kazi, avitumie kwa kusaidia wahitaji. Ngoja niwaulize, huyu mtu amekomara? Ameacha kuiba, amefanya kazi za mikono, faida anayoipata anagawia nini? Wahitaji. Hiyo ndiyo kukua. Tutoe mfano, ulikuwa unakunywa pombe, unalewa. Kama nuru ya Mungu imeingia, unaacha pombe zile kali, unaacha kunywa zile ambazo haziko kali, lakini ambazo unakunywa muda mrefu, unakunywa kiu ikiisha, unaachia pale. Kuikara mukabare, unakaa masaa mangapi? Unaacha. Kujenga urafiki na wale wanaoelewa, unafanya nini? Unaacha. Maandiko matakatifu yanasema ya kwamba tunapaswa kupiga hatua nzuri mpaka tutakapokomala na kufika kimo cha Kristo. Sasa ya mwisho ya somo letu ni kumaliza vizuri. Kuna watu wengi ambao wameanza Ukristo vizuri. Ameanza kwa kusikitikia dhambi zake, ameanza kwa kuacha maovu, amekuwa vizuri katika imani, amekomala, lakini hajali mwisho wake. Mnanisikia? Hajali mwisho. Hivi ndugu zangu, mwisho wako utakuwa siku gani? Hauwezi kujua. Utamaliza siku zako za hapa duniani siku gani? Haujui. Ndio maana maandiko yamesema katika kitabu cha Zaburi. Hapo nimeona mna Biblia ya Kiswahili. Kuna mtu anaweza kunisaidia kusoma? Sababu hata nimeona mna mikro. Msome kwa Biblia ya Kiswahili. Ili ni tumalize mbio. Tutasoma katika kitabu cha Ayubu. Ayubu na Mzaburi, ili fungu silipate vizuri. Mungu asifiwe sana, nimelipata. Tutasoma kwanza Zaburi 90 verset 12. Na tutasoma Ayubu chapitre 8 verset 9. Mwenye ana Biblia ya Kiswahili hapo anisomee, na mimi nitasoma kwa lugha hii. Na kama mtachelewa, merci beaucoup. Nasema basi tujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Ubarikiwe sana. Ngoja nisome kwa lugha hii. Utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Mumesikia? Ekada babyeyi barushye. Kandi uri mubareke mukajya kuganira, muraganira mpaka saa 3 z'ijoro. Kasubiremo. Utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge.
utujulishe kuhesabu siku zetu, tupate kujipatia mioyo yenye hekima. Sikiliza. Kuhesabu siku zetu. Daudi alikuwa siye mjinga wa kutojua miaka yake. Mpaka akapiga magoti akamuomba Mungu ya kwamba nifundishe kuhesabu siku zangu. Hivi ukishajua date de naissance yako, miaka yako utashindwa kuijua? Unajua kwamba umezaliwa date fulani, mwezi fulani, mwaka fulani. Miaka yako utaijua. Lakini kujua kuhesabu siku zetu ili tupate mioyo yenye hekima, mpaka Mungu atusaidie. Ni kuhesabu kwa namna gani? Soma Ayubu chapitre 8 verset 9. Msikiliza watakatifu wa Mungu wanavyohesabiaka siku zao. Soma tusikie. Inasema hivi. Kwani sisi kwa jana tu wala hatujui neno. Asante. Kwa siku zetu duniani kiburi tu. Barikiwe sana. Erega turabejo gusa kandi ntacyo tuzi, kuko iminsi tumara mu isi ari igicucu gusa. Tuko warini? Tuko wa siku gani? Tuko wa kesho. Unajua Kinyarwanda kesho na jana nejo. Lakini kwa Biblia Kiswahili wametuwekea vizuri ya kwamba kwa sababu tuko wa jana tu. Ukijua ya kwamba hii saa ambayo tunazungumza hapa ndizo siku zako, hapa mbele haujui kinachoendelea. Maandiko yanasema ya kwamba utakuwa na moyo wa hekima. Mkitabu cha Evenema wameandika, tunapaswa kuwa macho, tunapaswa kuomba, tunapaswa kufanya kazi ya Mungu kama vile leo ndiyo siku ya ngapi? Ndiyo siku ya mwisho. Sasa niwaulize, zitake sasa hivi Mungu akikwambia na ujue kwamba ni yeye anasema kwamba saa 12 magharibi unakufa, kuanzia sasa hivi mpaka saa 12 utaomba mara ngapi? Kama una franka na kuya kukuomba msaada masaa ya saa 7 na utakufa saa 12, utaninyima? Utafanya namna gani? Maandiko yanasema kwamba tuombe, tuwe macho, tufanye kazi kama vile siku ya leo ndiyo siku ya ngapi? Ndiyo siku ya mwisho. Kumbe tukijua kuhesabu siku zetu ndo tutajipatia mioyo yenye hekima. Kinachofanya mtu afanye dhambi vile anavyotaka ni kwa sababu hajui ya kwamba katika zile dhambi anaweza kufa. Lakini ngoja niwaambie, isipokuwa neema ya Mungu, lakini kifo tunatembea nacho kila dakika. Si ni kweli? Sasa kama una akili utajari, ndugu yangu endelea kunisaidia kusoma. Tutasoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Deuteronome. Utasoma chapitre 32 verset 29. Utaanza na 28. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 32 28 nasema hivi. Maana hawa ni taifa wasio shauri wala fahamu hamna ndani yao. Na iti wangekuwa na akili hata wakafahamu haya ili watafakari mwisho wao. Amen. Amen. Kama mtu ana akili atatafakari mwisho. Sikiliza hapa. Ubwo nubwoko butabasha kwigira inama, butari mu ubwenge na buke. Iyo baba banyabwenge baba bamenye ibi, baba bitaye ku iherezo ryabo. Abasinzirane mukanguke maze tujyanirane umusozo w'ikigisho cyacu tuwushireho neza. Wanaosinzia muamke ili tupate kumaliza vizuri na kufunga vizuri somo letu. Maandiko yanasema kama wangekuwa na akili wangetafakari mwisho wao. Kitu kinachoonyesha kwamba huyu mtu ana akili, ana hekima, anatafakari nini? Ngoja niwaambie. Ujinga ambao umejengeka katika akili zetu unatufanya tufikirie ya kwamba sie vijana tunafikiria kwamba wazee ndio watakufa mbele. Lakini na waulize, hiyo ni akili, ni ujinga? Siku zetu hizi
vijana wanatangulia wazee kufa? Katika vitabu vya roho ya unabii vinasema ya kwamba zamani ilikuwa haiwezekani mtoto akufe mbele ya baba yake. Lakini sasa hivi tunaona watoto vijana wadogo wa miaka 12 anakufa na kanseri, baba yake mzee anabaki akiwa hapa. Si ndio? Ndio maana awe mtoto, awe kijana, awe mtu mkubwa, awe mzee, kama ana akili, kila wakati awe anakumbuka mwisho. Kwa sababu gani? Mungu kitu anachojali sana ambacho anakipatia vale ni mwisho wako. Nini? Mwisho wako. Tena ngoja niwaambie, hata niliangalia na hao watu ambao wanatengeneza vitu. Kwa mfano, ababonye abakora ibituku, bitunga, munyumve neza. Bajya batangira hahandi bahera hasi harakomera. Mbese birakomera gutangiza. Muno hagati n'utabizi yabikora. Nibyo? Ahandi bakomeza cyane ni hano ku musozi. Hapa mwisho, kwa sababu ndiko atakuwa ananyanyua. Hata mkiangalia ikibindi harya bakita guki mtungi, hata mtungi hapa juu ndio wanafanyaga vizuri sana, wanaimarisha. Na wewe katika maisha yako ya Ukristo, hapa kumwisho unapaswa kupaangalia sana, kwa sababu yale ya mwanzo haya humu katikati hayataangaliwa. Yatakayoangaliwa ni yale ya wapi? Tusome katika kitabu cha Ezekieli, msikie. Chapitre 18, ndugu utatusomea. 18 verset 21 jusqu'à 24. Ezekiel 18, 21 jusqu'à 24 tunasema hivi. Lakini mtu mbaya akigairi na kuacha dhambi zake zote alizozitenda na kuzishika amri zangu zote na kutenda yaliyo halali na haki, hakika ataishi hata kufa. 12 dhambi zake zote alizozitenda hazitakumbukwa juu yake hata mmoja wako, katika haki yake aliyoitenda ataishi. 13 Je, mimi ninafurahia kufa kwake mtu mwovu? Asema Bwana Mungu. Si afadhali kwamba agairi na kuiacha njia yake akaishi? 14 Bali mwenye haki atakapogairi na kuiacha haki yake na kutenda uovu na kufanya machukizo yote kama yale afanyavyo mtu mwovu, je, ataishi? Katika matendo yake yote ya haki aliyoyatenda halitakumbukwa hata mmoja wako. Katika kosa lile alilolikosa, na katika dhambi yake aliyoitenda atakufa. Amen. Ngoja nisome hapa. Ariko umunyabyaha nahindukira akava mu byaha bye byose yakoze, agakomeza amategeko yanjye yose, kandi agakora ibitunganye bihwanye n'amategeko, nukuri azabaho ntabwo azapfa. Ibyaha bye byose yakoze nta na kimwe kizamubarwaho. Azabeshwa ruho nuko yari umukiranutsi, nuko yabaye umukiranutsi. Muragira ngo nishimira ko umunyabyaha apfa? Niko umwami Imana abaza. Umwami Uwiteka abaza. Ikiruta suko yahindukira akava mu nzira ye mbi akabaho, ariko umukiranutsi nareka gukiranuka kwe, agakora ibibi, agakurikiza ibizira byose ibyo umunyabyaha akora, mbese azabaho. Ibyo gukiranuka yakoze byose nta na kimwe kizibukwa. Ubugome bwe yagize n'icyaha cye yakoze nibyo azazira. Naomba musikilize. Jijema ya Mungu, musikilize. Jijema ya Mungu haina ubaguzi, haina upendeleo. Musikilize. Hawa ni watu wa aina mbili. Kuna mwenye dhambi ambaye alifanya dhambi tangu azaliwe. Alipokaribia wakati wa kufa, siku zake zimeisha, sijui zimebaki siku moja au siku mbili, akagairi. Kugairi
ni kukataa zile dhambi zake na kusema ya kwamba nimeacha dhambi, nimependa haki. Maandiko, msikilize Mungu alivyo mwema. Msikilize Mungu alivyo mwema. Amesema ya kwamba hakika katika dhambi zote ambazo amefanya sitakumbuka hata moja. Na wauliza, Mungu ni mwema? Na hii Mungu anasema sio kwamba ni ahadi tu, sio promise, ilifanyikaka. Mkumbuke yule mwizi aliyekuwa msalabani. Pamoja na nani? Huyu wa hapa anamtukana Yesu. Anaanza kumsimanga, kumshinyagulira. Kwamba tumesema kwamba una uwezo wa kuwaponya watu. Jiponye na sisi utuponye. Juzi nukui haragusa. Anakufa pale lakini anamtukana Yesu. Huyu wa huko anamgeukia, anamwambia kwamba hivi wewe watu umewadharau wote ukawamaliza, na Mungu haumheshimu na wewe unaanza kumdharau? Mbona huyu unamtukana halafu hayuko mkese moya na sie yale tuniyafanya ndio tunapata malipo yake. Lakini huyu yeye hakufanya dhambi. Hakufanya nini? Akamwambia, mwana wa Mungu, ukifika katika ufalme wako ufanye nini? Unikumbuke. Alikiri dhambi zake, akaziungama, akaamini ya kwamba Yesu ni mwenye upendo kiasi kwamba anaweza hata kumsamehe ijapo yuko pale kumsalaba. Si mnanipata vizuri? Yesu akamwahidi ya kwamba tutakuwa pamoja katika paradiso ya Mungu. Dhambi zote, wale watu aliowakata mapanga, aliyewanyang'anya, aliyewaiba, wote Mungu akafuta, akasahau. Ndiyo kanuni ya Mungu. Kama wewe ulitenda dhambi, hata ziwe nyingi kiasi gani, ukiziacha zile dhambi zote, hakuna hata dhambi moja, Mungu atafanya nini? Ataikumbuka. Vile kama wewe ulitenda mema, biza zikaisha, ukiwa katika message, ukiwa muujumbe, ukiwa unahubiri, unasaidia watu, venta zikaisha, unakaribia mwisho wa kifo chako, ndo ukaanza kulegea na kurudi nyuma na kufanya dhambi na kutetea yale ambayo ulikuwa unayapinga, yale maovu yote unaanza kuyafanya. Maandiko yanasema neno hata moja zuri ulilolifanya halitakumbukwa. Kumbe kila mtu, awe Mkristo wa muda mrefu, awe mpagani, awe mgeni ambaye amekuja hapa, kama wewe una akili uangalie mwisho wako. Sijui mnanipata vizuri? Kama ulikuwa na tabia mbaya, ziache, uwe na tabia nzuri, mwisho wako uwe mzuri, Mungu hatakumbuka mabaya hata moja ulioyafanya. Lakini pia kama ulitenda mema, endelea utende mema, kwa sababu kesho na kesho kutwa au leo unaweza kufikia mwisho. Kwa kumalizia somo letu, tutasoma kitabu hiki cha Message Choisi volume 1, na neno moja limebaki katika kile kitabu cha Jésus-Christ, halafu tumalizie. Page 29, Message Choisi volume 1. Ni cyigisho kurukwara abafite by'ibinyarwanda cya kabiri. Inasema hivi: Plusieurs s'attardent à penser avec complaisance aux longues années consacrées à la défense de la vérité. Watu wengi wanafurahi na kuridhika au kutosheka kwa sababu ya miaka mingi ambao wamekaa muujumbe wakiwa wanatetea imani, wakiwa wanatetea ukweli. Anasema huu ni mwaka wa 30 nikiwa mu message. Mwingine anasema nina 20. Mwingine anasema kwamba nimehubiri huku na huku. Ni kweli, wengi wanafurahia na hiyo. Ils sont convaincus que leurs épreuves passées et leurs actes d'obéissance leur valent une récompense. Wanaanza kusema ya kwamba majaribu niliyoyapata, msikilize nini? Majaribu niliyoyapata kwa sababu ya ujumbe huu na kujitolea nilikofanya, inatosha Mungu anizawadie. Inatosha Mungu afanye nini? Mais justement parce qu'ils ont fait une expérience véritable dans les choses de Dieu, ils sont pris coupables aux yeux de Dieu pour ne pas avoir préservé leur intégrité et ne pas progresser vers la perfection. Lakini kitakachofanya ahukumiwe macho ya Mungu zaidi ni kwa sababu alijua mambo mengi, lakini hakushikilia ile tabia nzuri mpaka milele.
la fidélité de l'année passée ne compensera jamais la négligence de l'année présente. Haki ulioifanya mwaka uliopita haitaziba au mnisaidie, ne compensera, haitaziba vide ambayo umekuwa nayo mwaka huu. Chini, la fidélité d'hier ne justifiera pas un homme qui sera coupable de fidélité aujourd'hui. Haki ya jana haitakutetea kama leo umetenda mabaya. Ndiyo maana kama jana ulifanya mema, leo fanya mema zaidi, kesho uendelee, kesho kutwa uendelee. Maombi yako yasipunguke bali yafanye nini? Yaongezeke. Ndivyo maandiko yanavyosema. Ujali mwisho wako. Kuna watu wengi watapata mwisho mbaya wakati walianza vizuri. Na watu wengi watashangaa kukosa watu wengine mbinguni wakiwa wanajua ya kwamba ndio walikuwa na tabia nzuri. Kitabu hiki ninaposoma neno la mwisho wamesema hivi: toutes les promesses que renferme la parole de Dieu sont à nous. Ahadi zote ambazo ziko katika neno la Mungu ni zetu. Nous sommes appelés à vivre de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Tumeitwa ili tuishi kwa kila neno linalotoka kinywani mwa nani? Mwa Mungu. Quand vous êtes assaillis par la tentation, ne regardez pas aux circonstances ou à la faiblesse du moi, mais à la puissance de la parole. Ili jambo linakomeye bana b'Imana. Kama vishawishi vinakuzunguka, nini? Kuna difference entre tentation na épreuve. Ibishuko n'ibigaragazo ni ibintu bitandukanye. Majaribu na vishawishi ni vitu viwili. Nataka nifafanue hivi. Majaribu ni shida zote ambazo zinakuja kumwili wetu. Umaskini, magonjwa, watu kukuchukia, vita, kupotelewa na mali, yani perite, hivyo vyote vinaitwa nini? Majaribu. Vishawishi ni ile sauti ya shetani inayokuja kunongoneza katika masikio yako, kukongorera, kukushauri namna gani utatoka mu majaribu, lakini ukipita kando ya njia za Mungu. Hivi mnasikia? Majaribu na vishawishi ni vitu ambavyo vinakuaga karibu. Yanatangulia majaribu, yanafuata vishawishi. Ibishuko n'ibigaragazo ni ibivandimwe. Ibigaragazo ni ibibangamira umubiri. Ibishuko ni inama uhabwa na Satani z'ukuntu wava mu bibazo ariko unyuranije n'ubushake bw'Imana. Nibyo byitwa ibishuko. Ushobora kurwaza ukavuza mu batambira bikanga, ukavuza mu kiganga bikanga, ukajya mu bizungu bikanga. Hakaza umuntu akavuga ati harahirya hari umupfumu baramuroze uyu muntu wawe, ugiye hariya bakubwira n'uwamuroze kandi yanamuvuga. Hiyo sauti ya kukuambia namna gani utatoka mu magonjwa, lakini ukipita kinyume na mapenzi ya nani, hiyo ndiyo inayoitwa tentation. Ni umaskini umekubana, umekuzunguka sehemu zote, si ndio? Sasa sauti anakuwa anakuambia ya kwamba lakini ukiiba pale hakuna shida. Au kama wewe ni mwanamke ukifanya umaraya utapata franka. Huo ushauri wa shetani wa kutoka katika shida, lakini ukipita nyuma ya mapenzi ya Mungu, ndivyo vinaitwa tentation. Maandiko anasema quand vous êtes assaillis par la tentation, vishawishi vikiwa vinakuzunguka, si ndio? Ne regardez pas aux circonstances. Usi unaangalia circonstances. Ntukajureba ibyakugwiririye. Uvuga none se naburaje kwiba biriya bigori cyangwa biriya birayi abana banje bari bugurari. Circumstances ni hayo mambo ambayo yanakuangukia, ambayo hauna namna ya kujitoa katika yale mambo. Watu wengi huwa wanatenda dhambi na kujituliza mioyo na kujikonsole wakisema ya kwamba sasa ningefanya namna gani? Hapana. Maandiko yanasema hivi, tentation ikiwa imekuzunguka usiangalie circumstance. Si ndio? Ya pili, usiangalie faiblesse ya umimi wako. Usiangalie namna wewe una faiblesse. Uangalie nguvu ya neno. Sema ya kwamba neno la Mungu linasema ya kwamba kuliko uibe bora ukufe.
Ni kweli? Sasa utasema ya kwamba nina njaa, ni kweli. Hakuna namna nyingine. Hapa kuna chakula lakini sio cha kwangu. Neno la Mungu linasema bora ufe kuliko kuiba. Sasa vishawishi vikikuya, ile sauti ya Shetani inakwambia kwamba chukua ile chakula ya watu, utu wa kale, utu wa asili, yani shetani na mwili, itakwambia kwamba na Mungu anaona. Msikilize vizuri. Na Mungu anaona kwamba hakuna namna nyingine. Hiyo ni circumstance unaangalia, ni udhaifu wa mwili. Lakini neno la Mungu linasema ya kwamba usiangalie circumstance, usiangalie faiblesse dimwa, bali uangalie nguvu za neno la nani? Nguvu za neno la Mungu. Ndio maana watakatifu wa Mungu walioshinda, walipokuwa wanakumbana na matatizo ya namna hiyo, hawakuangalia circumstance kama Yusufu. Si ndio? Mwanamke anamwambia kwamba tufanye uzinzi. Yusufu alijua kwamba nikikataa wataniua. Si ndio? Lakini anasema kwamba bora nikufe kuliko nitende nini? Circumstance hakuipatia usamani au uzito. Na sio mnaoona tukiwa hapa, wengi wetu wanatenda dhambi kwa sababu ya circumstance. Si ndio? Wengine wanatenda dhambi kwa sababu ya faiblesse zao. Mungu atusaidie, atuwezeshe ili haya mambo matatu ambayo tumejifunza tuyatilie uzito: kuzaliwa vizuri, kukomana vizuri na kumaliza safari vizuri. Mungu atuwezeshe katika jina la Yesu. Amen. Ni ile sasa nkatruwaje zikiri. Sawa. Maandiko matakatifu katika kitabu hiki cha Methali kwa Mtume inashauriwa ya kwamba tunajifunza neno la Mungu. Mungu tunawatakia watu wa Mungu nafasi